Leo nakupa taarifa. Toka mwaka 1991 Tanzania iliruhusu watu kutembea kwa miguu ndani ya mbuga za wanyama zenye wanyama wakali kama simba na chui. Hii ni Mountain Coffee with Hassan episode 5, tukiangazia walking safari nchini Tanzania, na leo tupo Woodberry Cafe, Masaki, Dar es Salaam. Walking safari ni safari ambayo inafanywa kwa kutembea kwa miguu ndani ya mbuga za wanyama ya uangalizi wa tour guide na askari wanyamapori mwenye silaha. Hii ni adventure ya kusisimua sana na yenye sheria kali sana za usalama kwa ajili ya kumlinda mgeni, wanyama na mazingira yao kwa pamoja. Watu hufanya walking safari kwa malengo yanayotofautiana. Wengi hufanya kwa ajili ya masomo, kufanya research kwa ajili ya viumbe, miti na mazingira yao yanayowazunguka. Wengi hufanya kwa ajili ya utalii, kupiga picha nzuri na kutengeneza makala nzuri kwa ajili ya wao wanaopendao au kwa ajili ya public view. Mara nyingi watu hufanya walking safari kwa ajili ya kuona vitu ambavyo si rahisi kuona ukiwa katika chombo cha usafiri kama vile gari au hot air balloon. Mfano vitu ambavyo unaweza kukiona ukiwa unafanya walking safari ni kama kinyesi cha wanyama, vyanzo vya maji, wadudu ambao sio rahisi kuwaona ukiwa katika gari, na pia vile tu kuenjoy kuwa kufanya matembezi katika sehemu ambayo wanyama wanatembea. Kama hujawahi kufanya walking safari, nimekuandalia aina za walking safari katika mafungu matatu. Ya kwanza ni walking safari fupi. Kwa mujibu wa TANAPA wanasema kuwa walking safari yote kuanzia masaa 4 kushuka chini, hii ina fall katika kategori hii ya walking safari fupi, na hii inawafaa watu wote ambao hawana maandalizi mazuri na hawana strength nzuri katika kufanya hicho. Ya pili tunaita walking safari ndefu. Hii ni walking safari ambayo inaanza masaa 4 kwenda mbele, lakini inafanyika ndani ya siku moja. Hii inaweza kupita katika mazingira magumu pia, kwa maandalizi ya fitness inatakiwa yawe mazuri kwa huyu mtu ambaye anafanya. Na ya mwisho ni walking safari ya siku kadhaa. Hii ni walking safari ambayo unafanya katika siku moja au zaidi. Hii inaweza kupitia katika mazingira magumu sana na mazingira ambayo yana changamoto. Kwa hiyo unahitaji kufanya maandalizi mazuri katika masuala ya fitness na maandalizi mazuri katika kulala katika mbuga za wanyama na maandalizi mazuri katika kujiandaa kiakili na kila kitu. Baada ya kuelezea kuhusu walking safari, sasa nimekuchagulia mbuga za wanyama 4 ambazo zina ladha tofauti kama ukiamua kufanya walking safari. Tutaanza na Arusha National Park. Hii ni mbuga ya wanyama ambayo iko karibu na jiji la Arusha. Ni mbuga ya wanyama ambayo ina mlima mrefu wa pili Tanzania ambao ni mlima Meru. Watu wengi huenjoy maporomoko ya maji yanayopatikana pale, mito midogo midogo, aina ya misitu ambayo inapatikana katika ukanda wa volcano, na pia ina ndege wengi sana na wanyama wadogodogo kama vile mbega na nyani na wanyama wakali, na ina njia maalum kwa ajili ya kufanya hiyo walking safari. Ya pili ni hifadhi ya taifa Ruaha. Hii ni hifadhi ya taifa ambayo inapatikana katika mkoa wa Iringa na ina mto maarufu sana ambao unaitwa Ruaha. Ukifanya walking safari hapa utaenjoy sana mandhari ya huo mto, kuona ndege na wanyama wengine wengi ambao wanapatikana katika mbuga hii ya wanyama. Ya tatu ni hifadhi ya taifa ya Mikumi. Hii ni hifadhi ya taifa ambayo ni rahisi kuifika kutoka katika jiji la Dar es Salaam na inapatikana katika mkoa wa Morogoro, na ni hifadhi ya taifa ambayo ina njia maalum kwa ajili ya watu wanaotembea kwa miguu ndani ya hifadhi ya wanyamapori. Kama nilivyotangulia kukwambia mwanzo, walking safari ni adventure activity yenye sheria kali sana za usalama kwa ajili ya kulinda wewe na viumbe vyote ambavyo vinapatikana katika mbuga za wanyama. Ya kwanza ni muhimu sana, unatakiwa kumsikiliza tour guide katika maelekezo na mwongozo wote ambao anakupa kwa ajili ya kufanya hiyo walking safari. Nyingine ni basic kwa watu wote ambao wanatamani kufanya walking safari. Unatakiwa usimsogelee mnyama kwa karibu sana, usimlishe mnyama, usiguse kitu chochote bila ruhusa. Mfano kama miti inaweza kuwa na ncha kali au sumu kali sana ambayo inaweza kudhuru wewe. Na hizi ni basic kwa watu ambao wanatamani kufanya walking safari, na kuna sheria nyingi sana ambazo tour guide anaweza kukwambia ukiwa unataka kufanya walking safari kwa ajili ya kukulinda urudi salama, ufurahie safari yako na uweze kupata kumbukumbu nzuri sana ambao utashare wewe na marafiki zako na watu wote ambao unawapenda. Baada ya kuangazia walking safari, sasa tuangalie ni nani anafaa kufanya walking safari. Kwa mujibu wa TANAPA, walking safari inatakiwa kufanyika na mtu mwenye miaka 12 kupanda juu, sio kushuka chini. Na pili, cha muhimu ni mtu mwenye akili timamu kwa ajili ya kuweza kufuata miongozo, sheria na kumsikiliza tour guide pale anapotoa onyo au mwongozo.
Mwisho kabisa, kabla hujafanya walking safari, hakikisha unafanya maandalizi ya kutosha, unafuata sheria na miongozo yote ambayo utakuwa umepewa kwa ajili ya usalama wako na kufurahia safari yako. Tukutane Jumatano ijayo kwa ajili ya adventure activity nyingine kwenye series ya Mountain and Coffee with Hassan. Asante sana.